السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جاء بكتاب كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها. من تمسك بهما عاش في نور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ضل في ظلمات الليل إذا يغشاها. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أحباب رسول الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, mapenzi kwa ajili ya Allah, nawahusia pamoja kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kumtakia sala salamu kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tulisimamia katika somo letu la tauhidi qauluhu, maneno ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ikiwa yanafasiriwa na Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen. Anasema qauluhu, maneno ya Sheikh aliposema maarifatu dini bil adilla, kuijua dini kwa dalili. Jambo la kwanza tulisema katika ile mambo manne ambayo mtu anafaa kuyasoma, la kwanza al-ilm, huwa na ilmu, wa huwa ma'rifatullah, nako ni kujua nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatu nabiyyihi sallallahu alayhi wasallam, wa ma'rifatu nabiyyihi sallallahu alayhi wasallam, na kumjua mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa ma'rifatu dini bil adilla, na kujua dini kwa dalili. Sheikh anafafanulia maneno haya, anasema maarifatu dini bil adilla, kuijua dini ya Kiislamu kwa dalili, kwa sababu dini ya Kiislamu imejitosheleza kwa dalili zake zilizomo ndani ya Qur'ani na zilizomo ndani ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-Islamu bimaana am, Uislamu kwa maana yake ya pamoja, huwa ta'abbudun lillahi bima shar'a, ni kule kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala bima shar'a, kwa yale aliyoweka kuwa ni sheria. Ili mtu awe Muislamu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale aliyoweka kuwa ni sheria, kwamba mtu anafaa kumwabudu Allah katika hili, nafanya hivi kwa dalili fulani. Nafunga somo, lakini ukiulizwa kwa nini unafunga, nasema nafunga kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mundu an arsala Allahu ar-rusula, tena unaabudu Allah subhanahu wa ta'ala kuanzia pale alipoanza kazi ya kuwatuma mitume, kuanzia kina Nabiiullah Nuh alayhi salam mpaka kufikia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ila an taquma saa, mpaka kiyama kisimama. Watu wote walio Waislamu wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo ni sheria, kuanzia Allah alipomtuma Nuh alayhi salam mpaka alipofika Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuendelea mpaka wapi? Si kiyama kusimama. Lakini katika mitume waliotumilizwa na Allah, mtume wa mwisho ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakuna mtume tena atakayetokezea baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na utakayemsikia kwambia mimi ni nabii,
muulize kitabu chako gani? Kama wewe nabii kweli. Daudi alipewa Zaburi, Musa akapewa Taurati, Isa akapewa Injili, Muhammad akapewa Qur'an. Sasa yule nabii atakayekuja baada ya Muhammad tunastahili tumuulize, wewe nabii wako kitabu chako ni gani? Alafu kila mtume na kila nabii anayo maeneo aliyopewa hicho kitabu. Tumeelewana? Kina Daudi alayhi salam, Musa alipewa Qur'an, Taurati wapi? Na Mount Sinai, sio? Na Isa akapewa na haya manabii, kila mmoja alipewa kwake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipewa utume akiwa Gharu Hira katika mji wa Makka. Musa akapewa Sinai, sio? Ama alipewa Sinai na Musa. Haya, mmoja akapewa nini? Mount Olive, Jabal. Haya, tutafuta hizo sasa. Hizo jabali ngapi? 3. Ya Isa alipopewa utume, na Musa alipopewa utume, na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hizi utazipata katika sura Tin, watini wa zaitun. Sawa sawa, watini wa zaitun. Hizi sehemu mbili, wengine akasema tin ni tunda, wengine akasema tin ni mlima, sehemu aliyotumilizwa Nabii Musa alayhi salam, wa Turi Sinin na Mount Sinai. Katika hizi mbili mojawapo ni sehemu ambayo imetumilizwa Nabii Musa alayhi salam na Isa alayhi salam. Tutakuja kuangalia katika tafsiri ya sura Tin, alafu tutaelezana billahi al-karim. Kwa hiyo tuamue tulikule kuwafuata mitume waliotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuanzia Nuh alayhi salam mpaka kiyama kusimama. Kwa hiyo baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna nabii mwingine atakuja huko. Watakuja wale wa uongo. Mwambie mimi ni nabii, kitabu chako gani? Wengine tukwambia mimi ni nabii, Biblia inasema. Sasa Biblia kwa nini yako? Biblia sio yako. Kwa hiyo mtu akiwa nabii lazima anukuu maneno yake yaliyotoka kwa Allah, alafu wafuasi wake wanaandika. Akishaondoka kinakuwa ni kitabu kimekamilika. Kwa hiyo hakuna nabii atakayekuja baada ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hao wengine wanaojinadi kwamba sisi ni manabii ni kwa sababu njaa, lakini hana unabii. Sababu huwezi atuambia Kayole kuna nabii, kija Nairobi town kuna nabii, kija huku kuna nabii, kila mwingine kuna nabii. Sasa manabii wangapi? Kila mmoja ni nabii katika maeneo yake. Yatumweza kwenda kanisa ile kweli la nabii fulani. Haya, ukikata mikato miwili hapo, baada ya mitaa mitatu minne bado kuna kanisa lingine la nabii fulani. Sasa hao manabii wametumilizwa kwa muda gani? Mbona kila mmoja akiamka ni nabii? Unaona? Lakini nabii ni yule aliyetumilizwa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuanzia Nuh mpaka kufikia Mtume Muhammad. Hakuna nabii mwingine atakuja hapo. Kama dhakara azza wa jalla fi ayatin kathira, kama Allah alivyotaja katika aya nyingi kwamba mitume ni kuanzia Nuh mpaka kufikia Muhammad ila qiyam saa. Baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda huko mbele hakuna mtume mwingine. Tadullu ala anna sharai as-sabiqa, hili linamaanisha kwamba sheria zilizotangulia kullaha islamun lillah, zote hizi zilikuwa ni sheria za Kiislamu. Sheria zilizotangulia huko juu zote zilikuwa ni sheria za nani? Za Uislamu. Ndio maana ukaona manabii wote walitangulia huko, Allah subhanahu wa ta'ala wote anawaeleza wa ila Madyana akhahu Shuaiba, sawa sawa, na wale wengine waliotangulia waliotumwa Nuh. Na qala Allah ta'ala,
Allah subhanahu wa ta'ala alitukuka anasema an Ibrahima, anatueleza kuhusiana na Nabii Ibrahim alayhi salam. Tunajua Ibrahim alikuwa katika manabii wa Mungu nyuma. Sawa sawa. Kwa hiyo Allah anatueleza kuhusiana na Ibrahim. Ibrahim alayhi salam alipokuja mji wa Makka, akawa anaishi pale na mkewe Hajar na mtoto wake Ismail. Walisema maneno, Ibrahim alayhi salam alimwambia Allah subhanahu wa ta'ala maneno kama ya Rabbana, Mola wetu, Rabbana waj'alna muslimain lak, Allah tujalie sisi wawili, mimi na mwanangu Ismail, tuwe ni wenye kujisalimisha kwako kwa kufuata maamrisho yako. Wa min dhurriyyatina, na pia katika vizazi vyetu sisi wawili, ummatan muslimatan lak, uvifanye kwamba ni umma wenye kujisalimisha kwa kufuata maamrisho yako. Wa arina manasikana, nawe Allah utuonyeshe namna ya kuzitenda ibada zetu katika sehemu ya Makka. Watub alaina, na pia Allah utusamehe, innaka anta tawwabur rahim, kwa sababu ewe Allah ni msamehevu kisha ni mwingi wa nini? Wa huruma. Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe kisha ni mwingi wa nini? Wa huruma. Akasema ya ibn Adam katika hadithi ya Anas bin Malik, ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'a a'taytuka bi qurabiha maghfirah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithi al-Qudsi anasema, ya ibn Adam, ewe mwanadamu, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, law utanijia kwa madhambi ambayo yanakaribiana kuijaza ardhi kwa ukubwa wake, thumma laqitani, alafu wakati ule tunakutana mimi na wewe, la tushrik bi shay'a, hakuna dhambi la ushirikina, la ataituka bi qurabiha maghfirah, Allah sema nikipenda nitakupatia ukaribu wake nini? Msamaha. Akasema katika hadithi hiyo hiyo mwanzo kule wa hiyo hadithi anasema, ya ibn Adam, ewe mwanadamu, law balaghat dhunubuka anana sama, lau madhambi yako yangefika kuijaza kilele cha mbingu, thumma astaghfartani ghafartu laka ala ma kana alayka wala ubali, lau ukakaa tukatenga time ukamwomba Allah msamaha, Allah sema mimi nitakusamehe wala sitojali kwa madhambi ulionayo. Ile huruma yake. Rahimu, Allah ni mwingi wa nini? Wa huruma. Katika hadithi nyingine akasema, ya ibadi, enyi waja wangu, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, waja wangu mnakosea usiku na mchana. Kuna watu sasa hivi giza limeanza kuingia, ndio na wao wanaamka. Walichopanga ni mikakati ya kumkera Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya usiku mzima. Kuna wengine asubuhi inapopambauka pia naye anasema alhamdulillah kumepambauka, lakini mikakati yake ni ya kuenda kumkera Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mchana mzima. Yote Allah anayaona. Anasema ya ibadi, enyi waja wangu. Tena hakutaja na jina baya, anasema waja wangu, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, hakika nyinyi mnakosea usiku na mchana. Kila mmoja ana kosa lake na limani. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, lakini mnapokosea msisahau ya kwamba mimi ninasamehe dhambi zote. Fastaghfiruni, tengeni wakati, tafuteni muda mukae kando. Fastaghfiruni, nitake msamaha. Aghfir lakum, nitasawasamehe waja wangu. Lakini mwanadamu anakaa atamkera Allah leo, kesho, mwaka nenda, miaka rudi, mpaka ile siku inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, anaingizwa kaburini. Maisha yake yote ameyamaliza, mahusiano yake yeye na Mola wake ni mabaya, anapoenda anapenda pabaya. Amemkera Mola wake kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho, anaingia kaburini, watu wanatoka, yeye hakumbuki na jema hata moja.
memkera Allah subhanahu wa ta'ala kupindukia. Kila siku anapanga mikakati ya maasi. Leo amemwasi Mwenyezi Mungu, amemkera Mola wake kwa hili, kesho anaongeza speed, kesho kutwa anaongeza speed, mpaka inafikia wakati pengine kile kifo chake pia ni sababu ya ile kero ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alianza kupandisha nguo yake polepole kutoka chini kula, akaikata ikaja nusu mudi, ikaja magotini, mpaka amefika kwenye mapaja, mpaka hana kitu sasa. Tembea tu moja kwa moja, ile haya imetoka, mwili umekufa ganzi. Kwa akienda hata ukiwa na baridi kiasi gani, yeye yuko uchi, hapo sawa. Mwenye tafuta majaketi avae, yeye anavaa vest na nguo hata chini ya magoti yenyewe. Kero anamkera Mola wake. Na Allah anatuambia innaka anta tawwabur rahim. Ibrahim anamwambia Allah, hakika wewe Allah tawwabun, wewe ni msamehevu, kisha rahimun, ni mwingi wa huruma. Na mwenyewe pia amekiri. Na mimi Allah asema wa ana aghfiru dhunuba jami'a, na mimi ninasamehe dhambi zote. Fastaghfiruni, nitakeni msamaha, aghfir lakum, waja wangu nitawasamehe. Katika aya nyingine katika sura Al-Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala sema nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim, wajulishe waja wangu, watanabahishe waja wangu, anni ana al-ghafurur rahim, kwamba mimi ni msamehevu, kisha na wingi wa huruma, na wahurumia sana viumbe wangu, waja wangu, kwa sababu najua udhaifu wao ulipo. Kwa hiyo wewe ambie tu, wazindue, watanabahishe, waambie kwamba mimi ni msamehevu na ni mwingi wa huruma. Wa anna adhabi, na pia wajulishe na watanabahishe kwamba adhaba yangu huwa al-adhabu al-alim, ambaye atanikosea aweke mahusiano mabaya na mimi Mola wake mpaka tuje tukutane, mjulishe kwamba huku kuna adhabu, na adhaba yangu ni kali mno, kwa sababu adhaba ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kali. Tunapojua mtu anapoadhibiwa duniani mwisho wake ni kufa, ama sivyo? Kiadhibiwa duniani, kama utapigwa kweli kweli mpaka uhisi maumivu ya kupigwa, kwamba bwana amepigwa mpaka hatembei, mwisho mtu afanye anakufa. Kama atazamishwa kwenye maji mpaka maji yamzidie, mwisho huyu mtu anakufa. Lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu atakuwa anaishi mazingira ya kuwa afya, lakini hafi tena, kwa sababu kutoa amri mwanadamu afya ni Allah, na mtu anapokufa ndio ashakufa. Kwa hiyo atakapofufuliwa ni maisha ya milele. Kama atakuwa anaitumikia adhaba ya Allah, bali adhaba ile anaitumikia kuendelea, inakuwa ni adhaba endelevu. Kama yuko ndani ya moto, Allah sema kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al-'adhab. Allah anasema kila zitakapoiva ngozi zao kule ndani ya moto, badalnahum juludan ghayraha, tunawabadilishia ngozi nyingine, liyadhuqu al-'adhab, lengo na madhumuni kwamba waonje adhabu. Hapa duniani mtu akichomeka mpaka ile ngozi kishika moto, umeshika nyama, umefika kwenye moyo, huyu mtu anakufa. Lakini kule ngozi ikishatoka inabadilishwa ngozi nyingine, lengo ni ile adhabu iweze kuendelea. Sasa hili si jambo la kwamba mwanadamu ajiaminishe na kumkera Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Ibrahim anaomba dua hii kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa Allah ni mwingi wa rehema. Walislamu bimaana hasa, na tukitaja Uislamu kwa maana hasatan, yani kitu special ni nini? Anasema baada bi'ithati nabii sallallahu alaihi wasallam, ni baada ya kutumilizwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sasa tukitaja Uislamu hasa tunakusudia kuanzia kutumilizwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuendelea. Lakini manabii waliokuwa kule nyuma, kina Nuhu alaihi salam, wote walikuwa nini? Ni Waislamu katika zama zao. Wayakhtasu
bima bu'itha bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Uislamu unakuwa ni special kwa yale yaliyotumilizwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna ma bu'itha bihi nabii, kwa sababu yale yaliyotumilizwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasakha jamii al-adyan sabiqa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja, amri alizopewa kwa kuwa yeye ni mwisho wa manabii, ilifuta zile sheria, baadhi ya sheria za wale manabii waliopita. Mayahudi kuna wakati walikuwa wamekatazwa kuvua wakati siku ya Jumamosi, na mengine waliokatazwa nayo, lakini sheria ya Uislamu ilipokuja ikafuta baadhi ya zile sheria za zile umma zilizotangulia. Fasara man tabi'ahu musliman, sasa ikawa huyu atakayefuata huu Uislamu kwenda huku baada ya Muhammad kwenda huko mbele, akiufuata Uislamu anakuwa ni Muislamu. Wa man khalafa laysa bimuslimin, atakaenda kinyume anakuwa huyu haisalii kwa Uislamu. Kwa sababu tukiangalia wakati wa nyuma kulikuwa kuna manabii wengine wanatumwa katika sehemu maalum. Ukiangalia Nabiiullah Ibrahim alayhi salam, wakati Nabiiullah Ibrahim akifanya da'wa katika kijiji chake, mtoto wa ndugu yake Lut alayhi salam naye akaenda katika miji ya nini, ya Sodoma. Kwa hiyo Lut alikuwa mji wake, Ibrahim akiwa mji wake. Hawa wote walikuwa wanafanya da'wa katika wakati mmoja. Hal ataka hadithu dhayfi Ibrahima mukramin idh dakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faraqa ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifa qalu la takhaf wa basharuhu bi ghulamin alim فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم قال فما خطبكم أيها المرسلون. Allah subhanahu wa ta'ala anampatia kisa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamwambia hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukramin, Muhammad, hivi imekufikia habari ya wageni wa Ibrahim, wageni wa karimu, wageni wazuri, wageni watukufu. Idh dakhalu alayhi faqalu salama, walipoingia kwa Ibrahim wakamwambia Ibrahim salama, amani, usijali Ibrahim. Qala salamun qaumun munkarun faraqa ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin. Ibrahim alipoona wageni hawa wamekuja na malaika wamekuja kwa umbile la binadamu, Ibrahim alipoona hawa ni wageni, kaingia kwa nyumbani kwa bibi yake, atengeneza paja la ngamia likachomwa vizuri, akawaletea pale. Faqarrabahu ilayhi, akawaletea wale malaika. Mara akiangalia, bwana tukeni kuwekea, mbona hawali? Qala ala ta'kulun, Ibrahim akauliza, kwani jamani, mbona hamdi? Mguu wa ngamia ni wenu bana, tumwaletea. Fa'awjasa minhum khifa, Ibrahim alipoona wageni, mbona hawali, wageni vipi hawa? Lakini kama vile kwenu kuja wageni, meenda huko ndani, mmetengeneza chai nzuri, nasema wageni wangu wanywe chai, alafu niwaambia sisi bwana hatuli bwana. Sio kwamba wanasema tumeshiba, anaambia hatuli. Watu gani hawa? Lakini unaona, fa'awjasa minhum khifa, Ibrahim akapatwa na nini? Na uoga. Qalu la takhaf, ona Ibrahim anaona kidogo ameshtuka ubaya, bila takhaf Ibrahim, usiogope, inna nubashiruka bi ghulamin alim, tunakubashiria kijana mzuri, sisi ni malaika, wewe usiogope. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakat biha, mke wa Ibrahim pale pale akafurahi, akaanza kutabasamu, akacheka. Faqala ajuzun qim,
Kakwambia malaika nitazaaje mimi? Na nibashiria kweli mtoto. Lakini mimi nimefika umri mzee wa mtu mzima. Alafu mimi bado ni tasa kuanzia huko nyuma nilipokuwa msichana nimepatana na Ibrahim mpaka leo sijazaa. Sasa mnanibashiria mtoto wakati mimi nimekuwa mzee. Qalu kadhalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Kabla hivyo hata kama wewe ni tasa kuanzia wakati huo, anayepeana watoto ni Allah, na Allah ndiye ametuambia tukubashirie kwamba wewe utazaa pamoja na umri wako mkubwa uliofika. Innahu huwal hakimul alim. Allah ndiye hakimu na ni mjuzi wa mambo yake, anayapanga mwenyewe. Sasa katika zile furaha sasa wakawauliza wale malaika. Ibrahim akawauliza, qala fama khatubukum ayyuhal mursalun. Ninyi mitume mmekuja chatubashiria mtoto mnasemaje? Mna jambo lipi zito ambalo nyinyi mmetumwa nalo? Qalu inna ursilna ila qaumi mujrimin. Sisi tumepitana hapa kwako, lakini msafara wa kupita hapa kwako tumetuma mji mwingine, hapo kuna watu waovu. Kijana wako Nuhu, mtoto ndugu yako Nuhu, mtoto ndugu yako anafanya dawa pale miji ya Sodoma, lakini watu wake wamefikia wakati ambao kwamba wao wanataka kugarikishwa. Kwa hiyo sisi tunapita tu hapa kwa Ibrahim, lakini tumetuma ule mji mwingine pale wa yule mtoto ndugu yako Nuhu alifanya dawa pale. Wale watu wamefika wakati sasa wamevaa kibri ya hali ya juu, sasa wanataka kuangamizwa wale. Qala fama khatubukum ayuha al-mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alayhim hijaratan min tin, ili tuwatumilize vijiwe vinavyotokana na udongo uliofinanga, udongo mgumu. Musawamatan inda rabbika lilmusrifin, vijiwe hivi vimefinangwa na kutengenezwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lengo lake tu hivi ni special kwa wajamaa, lilmusrifina, kwa wale wanaovuka mipaka katika kumasi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sema fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin, tukawatoa waliokuwa pale ndani ya kijiji miongoni mwa wale waumini walikuwa wanaishi pale ndani. Fama wajadna fiha ghaira baitin min al-muslimin, lakini bahati mbaya hatukupata nyumba yoyote isipokuwa nyumba moja tu ndio ilikuwa na Waislamu ndani yake. Kwa hiyo Lut anafanya da'wa, lakini watu walioamini watu wa nyumba moja. Fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin min al-muslimin, lakini hatukupata nyumba katika huo mji isipokuwa nyumba moja tu ndio ilikuwa na Waislamu ndani, ambayo kwamba ilikuwa nyumba ya Lut alayhi salam. Na Lut naye alipewa amri ya kutoka nyumbani, akaambiwa illa imra'atak kanat minal ghabirin, isipokuwa mkeo yeye atakuwa ni miongoni waliogarikishwa. Kisa cha Lut tutakuja tuangalie wakati wake ukifika, lakini tuko wapi? Tuko hapa kwamba wale watu watakaofuata manabii waliotangulia, basi watakuwa wamefuata Uislamu, na dini ya Uislamu imekuja inamaanisha kwamba swara matabi'ahu musliman, yule ambaye atafuata Uislamu kwa sasa kuwa ni Muislamu, wa man khalafahu laysa bimuslimin, na yule ambaye kwamba ataenda kinyume na Uislamu basi huyo atakuwa ni nani? Si Muislamu. Lakini hao manabii waliotangulia wote walikuwa ni Waislamu katika zama zao. Kila mmoja alikuwa na wakati wake wa kulingania watu wake na sehemu yake. Kiangalia Nabiiullah Yaqub alayhi salam, na pia alikuwa na mtoto wake na Yaqub, mtoto wake na Yusuf, alikuwa baba na Yaqub, unajua hilo. Naam, kwa hiyo kuna manabii walikuwa wakati zama zao, mmoja yuko hapa
mwingine yuko katika mji mwingine, wote wanafanya dawa. Nabiiullah Isa alayhi salam alitumwa katika kwa koo 12 za Banu Israili, zile nyumba 12 za Banu Israili ndio alitumwa nani? Isa alayhi salam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatumwa kwa watu wote kwa sababu yeye ni nabii wa mwisho. Baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna nabii mwingine atakayekuja huko mbele. Fa atba'u rusuli muslimuna fi zamani rusulihi, wafuasi wa mitume ni Waislamu katika zama za mitume wao. Falyahudi, Sheikh anasema hawa Mayahudi muslimuna fi zamani Musa alayhi salam, Mayahudi walikuwa ni Waislamu katika zama za nani? Za Musa alayhi salam. Wan-Nasara, na hao Manasara muslimuna fi zamani Isa, walikuwa ni Waislamu katika zama za nani? Za Isa alayhi salam. Wa amma hina bu'itha an-nabiy, ama ule wakati mtumilizo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakafaru bihi, walikufuru, walimkataa Mtume Muhammad, kwa sababu Mayahudi walikuwa wana imani kwamba Muhammad atakuja kutoka kwao, na Manasara nao walikuwa wana imani kwamba Muhammad atakuja kutoka kwetu, lakini Muhammad akazaliwa Makka. Kwa hiyo Mayahudi waliokuwa Madina na Manasara waliokuwa Madina wakaona Muhammad amezaliwa Makka, kwa hiyo la kufanya wakakataa ujumbe aliokuja nao nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Falaisu bimuslimin, wakawa wao si katika nini? Waislamu. Wa hadha ad-din al-islami, na hii dini ya Uislamu huwa dinu al-maqbul inda Allah, Uislamu ndiyo dini inayokubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nafi'un li sahibihi, ambayo itamnufaisha yule atakayeshika na akaishi kwa vile amri za Allah zinataka, atanufaika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu baada ya maisha ya duniani atakuwa hii dini inamnufaisha yeye kuishi duniani. Kwa sababu mara nyingi Uislamu, mtu anapokuwa Muislamu duniani, kuna ile hali ya ustaarabu aliyo nao, atavaa heshima, ataishi kwa kuheshimu watu, ataishi kutangamana na jamaa kwa uzuri. Uislamu umemkataza uzinifu, Uislamu umemkataza wizi, Uislamu umemkataza kutapeli, Uislamu umemkataza kupokea rushwa na mengi yale mambo ambayo kwamba sio mazuri katika jamii. Uislamu umemkataza, wewe bwana hufai kuyafanya haya, kwa sababu katika jamii kuna mambo ambayo ukiyafanya yatakuwa mambo haya ni mabaya, yatakuwa yana madhara katika jamii. Kwa hiyo Uislamu ukamkataza, usiibe, usipokee rushwa, usiue, usipige mtu, usitukane mtu, usitete na mtu. Mengi katika mambo ambayo kwamba Uislamu umeyakataza, Muislamu anakuwa mstaarabu. Kisha baada ya hapo Uislamu utamnufaisha pale mbele atakapoenda kukutana na Mola wake, baada ya kuwa ameishi kwa namna anayotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa qala Allah ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema, inna dina 'inda Allahi Islam, hakika ya dini inayokubalika mbele ya Allah ni dini ya nini? Ya Uislamu. Dini inayokubalika mbele ya Allah ni dini ya Uislamu, kwa sababu ndiyo dini ya manabii wote waliotangulia. Kina Nuhu alayhi salam, mpaka ikafikia wakati Nuhu alayhi salam akamwambia Allah, rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara, ewe Allah, mimi nimewalingania watu wangu usiku na mchana, falam yazidhum du'ai illa firara. Kabla ya hapo Allah akasema, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Allah anasema inna arsalna Nuha,
Haida sisi tumemtumiliza Nuh ila qaumihi, tulimtuma kwa watu wake, an andhira qaumaka min qabli an yatiyahum adhabun alim, awalinganie watu wake kabla hawajathibitikiwa na adhaba iliyokali. Akawalingania watu wake, lakini akaishi miaka 950 nalingania watu wakamkataa Nuh alayhi salam, wakampiga vita Nuh alayhi salam. Mwisho Nuh akaona hapana, ama bwana nimshtakie Allah. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, sema ya rabbi, mimi nimelingania watu wangu usiku na mchana. Falam yazidhum du'ai illa firara, hakuna linalowazidishia katika ulinganizi wangu isipokuwa kunitoroka. Wa inni kullama da'awtuhum, na mimi kila nilikuwa nikiwalingania, litaghfira lahum, ili wasamehe, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Sema kila kiwalingania ili angalau wafanye vile unapotaka Mola wao, ili wasamehe dhambi zao. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, wanaeka vidole vyao katika masikio yao, wastaghshaw thiyabahum, wanajisokota manguo yao, wa asarru wastakbaru istikbara, wakaendelea hivyo na wakavaa kibri cha hali ya juu. Thumma inni da'awtuhum jihara, Nuh anasema kisha nikawalingania katika hali ya dhahiri. Thumma inni a'lantu lahum, kisha nikawatangazia pia. Wa asrartu lahum israra, pia nikawalingania katika njia pole, yani njia ya kisiri, moja mmoja. Bwana, mimi ni Allah, mbele kuna adhabu, ishi hivi. Mola wako anataka watu waishi hivi, hataki Mola wako watu waishi namna hii. Tena sema mbali na hilo, nikawaahidi nikawaambia, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, nikawaambia mtakeni Allah msamaha, mmemkosea kwa hali ya juu, lakini mtakeni msamaha, innahu kana ghafara, yeye ni msamehevu, anasamehe waja wake, mkimuomba msamaha atawasamehe. Yurisili samaa alaikum midrara, baada ya hapo akishawasamehe atawaletea mvua inayowatosheleza, mtakayopanda kitamea, kwa sababu mvua itakuja sile ya nafaka, si mvua ya adhabu, kwamba ikianza kunyesha wiki mbili ni mvua, watu wameenda, nyumba zimeanguka, mimea imesombwa. Itakuwa inanyesha mvua inayotosheleza, inanyesha, kinamea, watu wanavuna, wanapanda chingine, kinamea, watu wanavuna, mvua ya kutosheleza. Anaileta nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yumdidukum bi amwali, baada ya hapo Allah atawaongezeeni mali. Umepanda mazao yameshika vizuri, unaweza ukauza mazao ukapata mali kupitia ardhi ya Allah. Wa banin, na Allah ataongezea nini? Watoto. Utakula chakula fresh, utafute watoto watoke, wazidi wawe wengi. Pia Allah ataongezea katika watoto, wana afya nzuri. Ile ugali ya kusaga, umena kidogo na wanazi, natoka mtu alikanyaga kwa kweli, usipita kwa dirishani usiku lazima kupita chini. Wewe fulani ana nguvu, ana afya nzuri, Allah ataongezea watoto. Wayaj'al lakum jannati wayaj'al lakum anhar, na Allah atawafanyia mabustani, na Allah atafanya kuna mito ambayo inapita maji vizuri, haikauki. Mito yake itakuwa inapita maji yake vizuri kwa muda, lakini mito inakauka kwa sababu watu hawataki kuishi kwa namna anataka Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawataki kumwomba Allah msamaha, mito inakauka, mvua hakuna, maji hakuna, mito inakauka, visima vichimbiki. Kwa sababu gani? Watu hawataki kuishi kwa namna Allah anayotaka, wanataka kuishi kwa namna wanavyotaka wao wenyewe. Kila mmoja hataki
kushughulika na mambo ya Mola wake. Kila siku anapanga mikakati ya kumkera Mola wake. Riziki anazokula ni za Mola wake. Falyanzur al-insanu ila ta'amihi, Allah sema mwanadamu angalie chakula chake kimeanzaanzaje, kimetoka wapi. Anna sababna al-maa sabba, sisi ndio tumekinyesheleza maji kile chakula. Yeye aliandaa shamba tu, akaandaa shamba, akalima, sehemu ikawa peupe, akachimba mashimo yake, akatafuta nafaka kama ni mahindi, pojo, kunde na vinginevyo, kaingiza kwenye ardhi. Kisha zingine akakanyaga, kwa sababu kuna wanyama wakija watachimba pale, watazila, kakanyaga. Allah sema sababu na almaa sabba, sisi kwa kutaka kwetu ndio tumenyesheleza maji hicho chakula, hivyo vyakula vyao. Maji ya mvua ni sisi ndio tumeamua inyeshe hiyo mvua. Thumma sakhatna al-ardha shaqqa, kisha tukaipasua ardhi mipasuko. Nafaka ya hindi, tembe moja ya hindi haina uwezo wa kupasua ardhi, haina nguvu hiyo. Na ukitaka kujua haina nguvu, ngojea uone mti umechomoza, kama ni pojo au mahindi, alafu nenda uwekee kitu pale, unaweza ukafa leo. Kwa hiyo lile hindi lililowekwa kwenye ardhi, mwanadamu akishalima, nimepanda mahindi yangu, anaita yake, hayapatii Allah subhanahu wa ta'ala. So nimepanda mahindi yangu, anaenda kwake, analala. Yeye alipolizika siku ya kwanza, Allah akaanza kulifanyia kazi ya kulibadilisha kwenye ile ardhi. Likaanza kuozaoza kidogo, likaoza mpaka likaja maji. Kuanzia sekondi ya kwanza niingia kwa ardhi, Allah akaanza uwezo wake, kalibadilisha mpaka likaanza kumea. Baada ya siku 7, mwanadamu akirudi shambani, mpaka yote mahindi aliyopanda yamemea kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kwa huko na shughuli zake, wala hakuwa anajua kinachoendelea. Lakini afika pale amechomoza, anarudi maskani, mbele zake, bana msifanye mchezo, mara hii bana nimelima ekari 3 bana, mahindi yangu yote yako nje. Kwambia mahindi yangu yote yako nje. Haya ni yako, uliyechukua wapi? Hapo ulipokuwa umeweka ardhini hiyo, kwamba ni yako, ilikuja vipi? Badala ya kusema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amejalia ile mahindi yote ndiyo yapanda, yamechomoza, ambia wenzake, bwana mahindi yangu yote yako nje. Anasahau kwamba aliyemeza nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anasema Nuhu alayhi salam kuambia watu wake, akawaambia wayudikum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar, Allah atawafanyia mito na atawafanyia mabustani na atawafanyia mito. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, mbona hamtarajii? Mna tatizo gani ni wanadamu kiasi cha kwamba hamtarajii utulivu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, na nini, mbona hamtarajii kwa Allah subhanahu wa ta'ala utulivu? Vitu vyote hivi anawafanyia, anawaruzuku, anawasimamia masimamizi yetu ya kimsingi. Mwanadamu anaona tokea ametoka tumboni mwa mama yake, anaona mpaka leo, anaona nguvu ile ya macho aliyotokea bado ako nayo, anasikia kuanzia alipotoka tumboni, anaweza akanusa harufu, akapanda, anapumua na mengineyo katika yale mambo yake ya kimsingi. Lakini anafika wakati anaona la kumlipa Mola wake, amlipe nini? Uovu, kero kila siku. Anapanga la kumkera Mola wake, wanalipanga kwa wingi, tufanye kitu fulani tumkereni huyu hapa, wanamkera hapo. Mwingine mbali na yote hayo atavuka mipaka pia, waambie wenzake hakuna Mungu. Mshamuona Mungu yeye? Amejisahau. Lakini yote anasimamiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hili mbona, ma lakum la tarjuna lillahi waqara, mbona wanadamu hamtarajii kutoka Allah utulivu?
wa qad khalaqakum atwara, na Allah amekuumbeni kupitia stages fulani mlipitia. Mtu alipitia kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam 40 yawman nutfa, siku 40 mtu anakuwa ni toni la maji lililoingia katika nini, katika zao, siku 40 ndiko pale ndani. Thumma yakunu alaqatan mithlu dhalik, kisha linakuwa kipande cha damu mfano wa hizo siku. Yale maji yalipoingia kwenye zao yakakaa pale kwenye zao, yanabadilika baada ya muda. Kwa siku 40 bado ni toni la maji, zikishaisha siku 40 lile likibadilika linageuka linakuwa kijipande cha damu. Thumma yakunu mudghatan mithlu dhalik, kisha inakuwa kipande cha nyama mfano wa siku hizo, kinageuka tu mpaka mtu anafika baada ya miezi kadhaa kinavishwa mifupa, kinatuma malaika na kupuliza roho. Sasa yule aliyebeba ujauzito sasa anaanza kusikia kuna mtu anakanyaga tumboni. Ndio nakaa pengine mama yake pale ama wewe mtu karibu, kama unajua mguu amekaa hapo na ujauzito wake, lakini anahesabu miguu ya mtoto huu uliokanyaga hapa ni mguu, hiki labda ni kisukusuku, hapa mimi upande huu nasikia uzito hapa, labda ni kichwa hapa, ameweka kichwa hapa leo, ako hivi mjamzito. Sawa sawa. Yote haya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Qad khalaqakum atwara, Allah amewaumba katika hali ya nini, ya stages. Ndianza maji, toni la manii, mkaja kipande cha damu, mkaja kipande cha nyama, mkafika wakati mkakatwa viungo sasa mpaka mtu akatoka. Allah sema alam nakhluqukum min ma'in mahin, kwani wanadamu hatujawaumba kutokamana na maji matwevu, maji mepesi, maji ya kudharaulika. Faja'alnahu fi qararin makin, maji yale tukayaweka katika maeneo tulivu, kwenye zao yakatulia kimya, yameingia, sio kwamba yamemea, yako pale ndani yanazunguka, yanahanga. Lau Allah akitaka yatoke yanatoka. Ila qadarin ma'lum, tumeyaweka maji haya kwenye zao kwa muda maalum tuliowekea. Faqadarnahu fani'mal qadir, Allah sema tukayakadiria, sisi ni wazuri wa kukadiria. Katoka kijana, katoka msichana bila application, katoka mrefu, mfupi, mweupe, mweusi, bila application. Sasa hivi Allah ndivyo alivyowaumba. Mbona waja wa Allah hamtaki utulivu kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Sasa hivi ndivyo hali ndugu zangu wa imani ilivyo. Kwa hiyo Allah anatuambia inna dina inda Allahi Islam, hakika dini na kubalika mbele ya Allah ni Uislamu. Waqala ta'ala, na Allah akasema wa man yabtaghi ghayra al-islam dina, atakayefuata isiyokuwa Uislamu, atakayefuata dini isiyokuwa Uislamu, falan yuqbala minhu, huyo hatukubaliwa dini hiyo. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, akhira atakapokutana na Mola wake atakuwa ni miongoni mwa waliopata hasara. Kwa hiyo ambaye atafuata dini isiyokuwa dini ya Uislamu, basi huyo anapotenda amali zake hazikubaliwi, na siku ya kiyama atakuwa ni miongoni mwa waliopata hasara. Wa hadha al-islam, na huu Islam, wa hadha al-islam huwa al-islam alladhi imtanna Allah bihi ala nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummati, na huu Islam ndio Uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuneemesha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akawaneemesha pia umma wake, na akawaelezea kuhusiana na neema hizo. Qala Allah ta'ala, akasema Allah aliyetukuka, inna dina, qala Allah ta'ala, akasema Allah aliyetukuka, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam.
Alyawma akmaltu lakum dinakum, leo nawakamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na naitimiliza neema yangu juu yenu. Wa raditu lakum alislam dina, na nimeridhia kwa Uislamu kuwa nini ndiyo dini. Kwa hiyo ndugu zangu imani, haya ndiyo maana ya maneno maarifatu dini al-Islam, kuijua dini ya nini ya Uislamu. Muislamu anafaa aijue dini yake. Kisha kauluhu bil adilla, maneno ya Sheikh aliposema kuijua dini ya Uislamu tena kwa dalili, anasema al-adilla jamu dalili. Adilla ni wingi wa neno nini? Dalili. Wa huwa ma yurshidu ila al-matlubi, na dalili ni kile kinachoongoza mtu akafika katika malengo, katika mambo anayoyataka. Wal adillatu ala ma'rifati dhalika, na dalili za kujua au za kujua Uislamu, anasema sam'iyatun, kuna dalili ambazo ni za mtu kusikia, wa aqliya, na pia kuna dalili ambazo ni za